Funga hasa maana yake ni kujizuia. Hii ndio kimaana kujizuia. Funga tukienda kwa maana pana zaidi inaweza ikawa na maana ya kujizuia kula na kunywa. Awali tusema kwamba funga kwa maana ya kujizuia ni kwamba imekuja katika maeneo mbalimbali kwamba watu wengine walikuwa wakifunga lakini maana yao hawakuwa wakijizuia kula na kunywa. Rather walikuwa wakijizuia na vitu fulani. Kwa mfano tulikuwa tunaona katika maeneo Bi Mariam alikuwa akisema kwamba leo nimejizuia, nimefunga. Lakini maana yake hasa sio kufunga kwamba kajizuia kula na kunywa, maana yake alikuwa amejizuia leo kuzungumza na watu. Sawa kabisa. Kwa hii ndo maana ya funga. Kama neno funga. Lakini kwa upana kama nilivyosema awali, funga maana yake ni kujizuia kula na kunywa. Na itakwenda mbali kulingana na aina za funga. Zenyewe zinakwenda mpaka kujizuia na mambo mengine ya ziada. Kwa mfano kama funga ya mwezi wa Ramadhani au funga katika Uislamu, yenyewe inakwenda mbali kuwa na kula na kunywa, lakini pia na kujizuia kushiriki tendo la ndoa lile la halali kabisa. Sawa kabisa. Hiyo ndo maana ya funga. Sawa kabisa. Tukitaja aina za funga, watu wamejaribu kutambaa sana katika eneo la aina za funga. Ndio. Lakini mimi nitataja tu roughly tu aina ambazo zinatajika aina za funga. Funga kwanza, zipo funga zinakuwa regarded kama funga za kidini, za kiimani. Na karibu kila imani ina aina yake ya funga. Ina namna yake ya kufunga. Sawa. Kwa mfano tukiangalia katika Uislamu, sisi tunafunga aina mbalimbali. Tunafunga ambazo zimetajwa, funga ya Ramadhani, funga za Ashura, kuna funga mbalimbali zipo na hiyo. Funga Jumatatu na Alhamisi ni funga ambazo ni basically ni za kiimani. Ndio. Na funga hii kila funga inakuwa na ukomo wake, mwanzo wake na ukomo wake. Ndio. Kwa mfano funga ya Kiislamu inakuwa ni jua kuchomoza na mpaka jua kuzama. Sivyo? Ukomo inakuwa ni jua kuzama, lakini mwanzo wake inakuwa ile tunasema alfajiri ya mapema sana, kabla hujaweza kupambanua kati ya uzi mweupe na mweusi. Sivyo? Hiyo ndio tunasema ndio mwanzo na mwisho wa funga ya Islam. Lakini zipo dini nyingine nazo zinafunga. Kwa mfano Wakristo wanaamini kwamba kuna funga ya siku 40. Kwamba Yesu kwa wao alifunga siku 40. Lakini wanasema kwa wao ilikuwa ni day and night, usiku na mchana. Hiyo funga ndio ilikuwa inakwenda namna hiyo. Na dini nyingine mbalimbali kama Wahindu wanafunga zao. Kwa hiyo hizi tunaziita ni funga za kiimani. Zipo hivyo. Japo hizi funga za kiimani nazo unaweza ukazikuta katika maeneo mengine ambayo tutakotaja aina za funga zipo. Ndio. Kwa mfano kwa sasa, kwa dunia sasa hivi kuna aina ya funga ambayo ipo very common. Aina hii wanaita intermittent fasting. Ambayo Ramadhani nayo inakuwa regarded kama ni intermittent fasting. Kusema intermittent fasting ni kwamba unakuwa na madirisha mawili. Kuna dirisha moja unasema hapa ni kipindi ambacho nitakuwa nimefunga, maana sitakula kitu chochote. Na dirisha la pili lenyewe linakuwa ni kipindi ambacho unakula. Tunasema ni eating window na fasting window. Kwa hiyo wewe unaamua kwamba bana, kipindi fulani mpaka fulani nitakula. Na kipindi fulani mpaka fulani sitakula. Sivyo? Na very common ni ile ya masaa 6 kwa masaa 18. Kwamba mtu anachagua masaa 18 amefunga, masaa 6 anakula. Ndio. Hiyo ni intermittent fasting. Kwa tukichukua mfano funga ya Kiislamu ambayo ni ya muda fulani, utaona yenyewe ina approach masaa 16 kwa masaa 8. Masaa 8 tunakula, masaa 16 tumefunga. Ikipungua ni around masaa 14 15 ndio tunakuwa. Kwa hiyo kwa muktadha huu ukiangalia utaona funga ya Ramadhani yenyewe inakuwa ni sehemu kama ya intermittent fasting.
Lakini ukiacha hiyo aina nyingine za funga, kuna watu wanafunga aina tu ya chakula. Ndio. Mbona kwa mfano mtu anasema mimi kwa siku 3 hizi sitakula pilau. Ni aina ya funga. Yeye alichokiamua ni kwamba nini ninakula, nini siri. Sasa Kuliko kusema wakati gani nakula na wakati gani siri. Kwa hiyo hii ni aina yake ya funga pia. Lakini kuna nyingine, kuna watu wanaita funga fulani inaitwa water fasting. Water fasting yenyewe ni mtu anaamua mimi nafunga na kunywa maji tu. Kwamba nitafunga masaa yote alafu muda wangu ule wa kula na kunywa maji tu. Au yeye anafunga lakini funga yake tu yamefunga vitu vyote vingine isipokuwa maji anakunywa. Kwa hiyo utamkuta tu anakunywa maji. Anaweza kwenda siku 3 kwa design hii. Mbele tunataka tuseme kwamba funga ina matumizi gani? Ndiyo. Funga ina matumizi gani? Funga ukiacha tu swala la kiimani au ile tunasema inaleta uchamungu funga, lakini funga inatumika pia kimatibabu. Sasa Kuna baadhi ya wagonjwa kabisa wanakuwa nowadays wanakuwa prescribed na kufunga. Kama bwana wewe nenda for intermittent fasting. Sasa Umeona nenda for intermittent fasting. Nenda funga kidogo, acha chakula kidogo, utakula kidogo. Utakula muda fulani, utafunga muda fulani. Kwa hiyo ukiacha tu wale ambao wanaambiwa wewe acha aina fulani za vyakula, utakula aina fulani za vyakula, lakini pia hata kwenye funga baadhi ya wagonjwa wanakuwa indicated kuweza kufanya nini? Kufunga. Na tafiti nyingi sana zimeonyesha kwamba intermittent fasting ni fasting ambayo inaleta afya zaidi. Sasa kabisa. Na hata kwa wale ambao wanatamani kupunguza uzito wao, tunasemaga siku hizi maintain weight, ndivyo kufanya management ya weight yao. Tunasema basi katika manage weight yao wakifanya intermittent fasting